Tumeweza kuona ni kwa kiasi gani John anataka mtoto mwingine tena mara baada ya mtoto wa kwanza kuweza kupoteza maisha yake kwa kuuawa na Suzy. Sasa Sandra bwana ameweza kuonesha dalili zote za kuwa na ujauzito, lakini siku zote tusije tukaishi kwa kukalili, yani kwamba mtu akitapika tu basi tayari huyo mtu ni mjamzito, au mwanamke tu akiwa na kichefuchefu tayari huyo ni mjamzito. Lakini nafikiri kwamba huenda mashaka ya John yakawa ni sahihi. Sasa tumeweza kuona kwamba John amemwambia kwamba kesho aende kupima hospitali kwa ajili ya kucheki kama ni swala la mimba. Nafikiri kwamba plani ya Sandra ya kuficha ule ugonjwa wake inaweza ikaumbuka, kwa sababu tayari madaktari wa kisasa bwana huwa ni wachukuzi sana, yani huwa ni wachokozi, alafu ni wapelelezi vibaya mno. Anaweza akaenda akapima tu ujauzito, lakini ukashangaa unaletewa na vipimo vya ugonjwa mwingine ambao hata haujapima. So nafikiri kwamba kitu kama hicho hapo kinaweza kikatokea. Subscribe kwenye channel hii hapa ya Nova Films, then tukaangalie kuhusiana na kile ambacho na kihisi kinaweza kikatokea episode inayofuata. Na hiki sio kingine, ni kuhusiana na ugonjwa ambao Sandra anaumwa, ugonjwa wa moyo, na hataki kabisa watu wengine waweze kutambua kwamba yeye ni mgonjwa wa ugonjwa wa moyo. Sasa sidhani kama anafanya maamuzi sahihi kuendelea kuficha ugonjwa huu hapa, kwa sababu ugonjwa siku zote unamuumbua mtu pale ambapo anakufa. So kitu kama hiki hapa nafikiri kwamba hakiwezi kutokea kwa upande wa Sandra kama ataweka wazi kuhusiana na ugonjwa ambao anaumwa. So nafikiri kwamba niombe tu kwa Mwenyezi Mungu wakati ambao watakuwa wameenda kwa daktari na John, daktari mwenyewe ajiongeze aweze kupima na vipimo vingine aweze kugundua kabisa kwamba mwanamke huyu hapa ana siku chache za kuweza kuishi. Hii hapa itakuwa ni nafuu kwa upande wa Sandra, kwa sababu kama John atatambua kwamba Sandra anaumwa ugonjwa wa moyo, nafikiri kwamba hili swala lazima litamfikia mzee Tanu. Na kwa sasa tutambue kwamba mzee Tanu hayuko vizuri kiakili, yani kwa sasa amechanganyikiwa kutokana na matukio ambayo ameweza kupigwa na mwanamke wake Naomi. Sasa kitu ambacho nafikiri kwamba kitakuwa ni sahihi kwa wakati huu ni John kuweza kufanya maamuzi mazuri kabisa ya kumpeleka Sandra hospitali kwa ajili ya kucheki kama ni ujauzito unamsumbua. Lakini nafikiri kwamba kama wataona sio ujauzito, John anaweza akajiongeza akamuomba daktari afanye vipimo vingine ili waweze kucheki afya ya Sandra, kwa sababu ameonekana sio imara kabisa. Lakini pia kwa wakati huu sidhani kama Mr. Tanu atashughulikia swala la binti yake, kwa sababu kwa sasa anapitia changamoto kubwa kutokana na mahusiano yake kuanza kulegalega, na nafikiri kwamba Mr. Tanu alistahili yote haya kwa sababu alijitakia mwenyewe, yani alimove on haraka bila kufanya upelelezi ya kwamba mwanamke ambaye anadate naye ni mwanamke wa aina gani. Lakini pia alitakiwa kugundua kwamba mwanamke ambaye anadate naye alikutana naye mazingira gani. Wote tunakumbuka alikutana naye ba, lakini pia kikubwa tunafahamu kabisa kwamba alikuwa akimtumia mwanamke huyu hapa kuweza kumliwaza tu, na alikuwa akimlipa pesa, na hata tabia baadhi za Naomi aliweza kuzitambua kwamba ni mwanamke ambaye anapenda pesa sana. Lakini yote hayo aliweza kuyapuuzia na kumpa moyo wake na kumkabidhi moyo wake, na hiyo hapa ilikuwa ni sababu kubwa ambayo ilimfanya amsahau kabisa mwanamke wake Semeni. Sasa kitu ambacho nafikiri kwamba wengi wameumia ni kuhusiana na maneno ya dharau ya kejeli yaliyokuwa yakitoka kwenye kinywa cha Mr. Zumba, akimwambia kwamba mzee ana kitambi, hawezi kupeleka moto, akijigamba ya kwamba yeye ana uwezo wa kupeleka speed 120, na hiki ni kitu ambacho mwanaume siku zote hapendi kuona kikitokea. Yani wanaume huwa hatupendi dharau hata kidogo. Sasa Mr. Tanu ni kwamba ameaibika sana wakati ambao aliweza kumpeleka Naomi akiamini kwamba anakwenda kusolve, kumbe ndo anakwenda kupata aibu. Nafikiri kwamba mahusiano yao Naomi pamoja na Mr. Tanu, muamuzi wa pekee ni mioyo yao. Nafikiri kwamba mioyo yao tu ndo ambayo itaamua waweze kurudiana au waachane moja kwa moja. Na kwa jinsi ambavyo Mr. Tanu hapendi utani kwa wakati huu, sidhani kama itakuwa ni rahisi kuweza kumsamehe Naomi. Lakini Naomi akionyesha hali ya kutaka kuomba msamaha, nafikiri kwamba Mr. Tanu hatakuwa na sababu ya kushindwa kumsamehe, kwa sababu atakumbuka matukio yaliyoweza kumkuta Semeni. Semeni alifanya hivi, aliomba msamaha, lakini mwisho wa siku Mr. Tanu alikataa kumpa msamaha, na at the end of the day aliweza kupoteza maisha yake kwa kuweza nafikiri kwamba atakuwa alifanya suicide, yani atakuwa alijiua kama ni kujiwekea vidawa vingi au sumu. Nafikiri kitu kama hicho hapa. So nafikiri kwamba kama Naomi atachukua maamuzi ya kumtafuta Mr. Tanu kumuomba msamaha tena, sidhani kama Mr. Tanu atakuwa na ugumu wote ule, lazima atakubali kumsamehe Naomi na warudiane kama zamani, kwa sababu
tayari alishampoteza Semeni kwa mambo kama haya. Semeni alimuomba msamaha, Mr. Tano akakataa, na at the end of the day Semeni akafariki. Moja kwa moja Mr. Tano alijilaumu sana kuonekana kwamba yeye anaweza akawa ni chanzo kikubwa cha Semeni kuweza kujiua, kwa sababu hakuweza kumsikiliza. Light kama angempa nafasi ya kumsikiliza, Semeni asingefanya maamuzi kama hayo hapo. So nafikiri kwamba Mr. Tano atahofia kama atashindwa kumsamehe Naomi, naye anaweza kafanya maamuzi kama haya hapa, kwa sababu kama atapata ujasiri wa kwenda kumuomba msamaha, maana yake itakuwa ni dhahiri shahiri kabisa kwamba anampenda yeye kuliko Mr. Zumba. Hicho ndo kitu ambacho nafikiri kitakwenda kutokea episode inayofuata. Sasa wewe unafikiri ni kipi ambacho kitakwenda kutokea kati ya Mr. Tano pamoja na Naomi? Unafikiri kwamba Mr. Tano atashindwa kumsamehe Naomi? Unafikiri kwamba Naomi atakwenda kumsamehe atakwenda kumuomba msamaha Mr. Tano? Mimi nafikiri kwamba atafanya kitu kama hicho hapo. Sasa dondosha comment, toa maoni yako, ni kipi ambacho nafikiri kitakwenda kutokea kati yao, mahusiano yao yatakuwaje? Unafikiri kwamba Naomi atakuja kurudi kwa Mr. Zumba au ndo moja kwa moja tayari mahusiano yao wameyakata? Mimi nafikiri kwamba tayari mahusiano yao yatakuwa yamekatika hapo, kwa namna ambavyo nimeweza kuona maneno ambayo Mr. Zumba alikuwa akiyatoa kwa Mr. Tano. Sidhani kama Naomi kama kweli anampenda Mr. Tano atakubali kurudi hapa kwa Mr. Zumba. Let's see ni kipi ambacho kinakwenda ku happen in the next episode, but I hope everything will be good, everything will be okay, everything will be alright between them, because they are in love, they are madly in love, although they have so many sufferings in their way. So kitu ambacho nafikiri kwamba ni cha msingi zaidi ni kuhusiana na kile kinachoendelea kwa Sandra pamoja na John. Sandra ameonekana kuwa na dalili za kuwa na ujauzito kwa mara ya pili, lakini kama nilivyoweza kukwambia kwamba huenda akaonesha tabia ama dalili zote za kuwa na ujauzito, kumbe sio ujauzito, ana shida nyingine kabisa. Sasa daktari atakwenda kutupa majibu ya kile ambacho kinaendelea. Ni kweli kwamba Sandra ni mjamzito au ule ugonjwa wake wa moyo unahusiana na kutapika kwake? Sidhani kama utakuwa unahusiana, lakini itakuwa ni moja kati ya njia za kumfanya John atambue ugonjwa mwingine unaomsumbua.